Karibu ndugu mtazamaji wa TBC1 katika kipindi cha Tanzania Mpya, kipindi ambacho dhima yake ni kukuelimisha ndugu mtazamaji juu ya dhana pana ya uzalendo. Ni kupitia TBC1 hususan kipindi cha Tanzania Mpya unaweza kupata taarifa mbalimbali hususan zinazoelekeza namna gani uzalendo unapaswa kuwa, lakini vile vile kukudhirishia ni kwa namna gani ambavyo watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanatekeleza uzalendo. Yawezekana ukawa unajiuliza uzalendo ni kitu gani? Uzalendo ni ile hali ya kujitolea kwa ajili ya nchi yako. Ni kwa mfano umeambiwa unapaswa kwenda mahala fulani ambapo urefu wake ni kilomita 10, wewe sasa unapaswa kwenda kilomita 15. Kwa Kiswahili cha karibuni tunasema kwamba ni kujiongeza. Kwa hiyo ni kujitolea kwa ajili ya taifa lako. Kama kazi unapaswa kufanya kwa siku 7, fanya kwa siku 8. Lakini vile kama kazi unapaswa kufanya kwa masaa 7, fanya kwa masaa 9. Lakini inawezekana ukafanya kwa masaa 9 tija ikawa ndogo. Vile tija ni kitu kimoja muhimu sana. TBC1 kupitia Tanzania Mpya inatembelea maeneo mbalimbali, sekta mbalimbali, lakini pia inatengeneza mijadala mbalimbali kukuonyesha wewe kwamba uzalendo unafanyikaje. Leo sasa tuko katika sekta ya kilimo, hususan katika wakala wa mbegu bora kabisa za kilimo ASA, ambayo ina makao makuu yake pale katika manispaa ya Morogoro. ASA kwa kirefu ni Agricultural Seeds Agency, wakala wa mbegu wa taifa, mbegu za kilimo. Wakala huu alianzishwa mwaka 2006 mahususi akiwa na majukumu manne. Jukumu la kwanza ikiwa ni kuhakikisha kwamba wakala unatayarisha mbegu za kutosha kwa ajili ya wakulima wa Tanzania. Mbegu bora, mbegu ambazo zinahimili ukame, lakini mbegu ambazo pia zinazaa sana. Lakini jukumu la pili la wakala wa mbegu Tanzania ni kuhakikisha kwamba inashirikiana na wazalishaji binafsi wa mbegu za kilimo katika kuona kwamba taifa linajitosheleza kwa mbegu za mazao mbalimbali ya kilimo. Lakini jukumu jingine msingi kabisa la ASA ni kuhakikisha kwamba hizi mbegu ambazo inazalisha zinatangazwa, zinajulikana kwa Watanzania kwamba zipo na zina sifa gani, ili wakulima waweze kuchagua wanataka mbegu gani. Kwa sababu kwa mfano kama katika zao la maharage kuna mbegu kadha wa kadha ambazo ASA wanazalisha. Kwa hiyo ASA ikitangaza na kusema tuna mbegu za maharage 6, hii inazaa hivi, hii inazaa hivi, kwa mkulima anaweza kuchagua. Lakini jukumu muhimu kabisa la 4 la ASA ni kushirikiana na taasisi za utafiti kuhakikisha kwamba mbegu mpya za mazao ya kilimo bora na zinazohimili ukame na kuzaa sana zinavumbuliwa. Moja kati ya taasisi ambazo wakala wa mbegu Tanzania unafanya kazi nazo kwa karibu sana ni TARI, kwa maana kwamba taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania, Tanzania Agricultural Research Institute, ambayo ina taasisi zake kadha wa kadha katika nchi yetu ya Tanzania. Mfano ni Ilonga, lakini vivyo kuna Uyole na kadhalika na kadhalika. Mtazamaji wa TBC1, naamini kabisa umeweza kuona picha ambayo iko nyuma yangu. Ni shamba zuri, shamba bora, shamba ambalo limelimwa kisasa kabisa la wakala wa mbegu za kilimo Tanzania ASA. Hili shamba lipo eneo la Dabaga katika wilaya ya Kilolo. Kama unavyoona nyuma yangu, hii ni mbegu msingi ya zao la ngano. ASA wanachukua mbegu mama kutoka taasisi za utafiti, kwa mfano TARI, wanakuja kuzalisha hapa kupata mbegu msingi kwa ajili ya kupeleka kwa wakulima. Kwa hiyo ASA wamelima hapa katika shamba la Dabaga. Moja ya mazao ambayo wamelima kwa ajili ya mbegu ni zao la ngano, ambalo kwa maelezo ya msimamizi wa shamba, hizi ni ekari 40 kwa ajili ya kupata mbegu bora za ngano kwa wakulima wa Tanzania. Lakini shamba hili la Dabaga lina ukubwa wa hekta 1086. Manake ndio ukubwa wa jumla wa shamba ambao ni sawasawa na ekari 2715. Lakini huo ni ukubwa mzima wa shamba. Sasa kiasi gani cha shamba hili ambapo linalimika? Eneo ambalo linalimika kabisa ni hekta 818 sawasawa na ekari 2045. Kwa unaweza kaona kwa hakika ni shamba moja kubwa sana, lakini ni shamba moja ambalo kwa hakika linatimiza majukumu ya ASA. Na hii ni kazi ya baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika serikali ya awamu ya kwanza. Haya ni mashamba ambayo yametengwa maeneo mbalimbali ya Tanzania, yako 13. Kwanza alianza na shirika la chakula na kilimo Tanzania NAFCO, kwa maana ya National Food Company Limited NAFCO. Kulikuwa na shirika la chakula hapa Tanzania NAFCO. Haya ndio yalikuwa mashamba yake. Baadaye NAFCO ilipobinafsishwa na taratibu zikawa zimeharibika kidogo, basi yakaamuliwa mashamba ya NAFCO, baadhi ya mashamba ya NAFCO wapewe ASA kwa ajili ya kuzalishia mbegu. Nini ambacho kimelimwa katika msimu ambao tunafanya mahojiano hapa? Wametumia hekta 80 katika hekta
1186. Unaweza kuona ni kwa kiasi gani ambapo kuna shamba kubwa sana bado limebaki. Kisio kwamba limebaki bila kutumika. Kuna wazalishaji binafsi ambao wamechukua maeneo hapa ni kwa ajili ya kuzalisha. Kwa hiyo ASA peke yao wametumia hekta 80. Hekta 40 wamelima mbegu ya ngano inaitwa Juhudi, hii ambayo unaiona nyuma yangu hapa. Lakini vile vile wametumia hekta 30 kwa ajili ya kulima mbegu ya mahindi inayoitwa UH 6306. Hii ni hybrid. Lakini vile vile wameweza kulima hekta 10 kwa mbegu ya maharagwe ya aina ya Liamungo. Lakini pia kuna hekta 3 kwa ajili ya mbegu msingi ya maharagwe ambayo yanaitwa ya Uyole. Haya yametafutiwa katika kituo cha TARI cha Uyole. Lakini vile vile kuna wazalishaji binafsi kadha wa kadha, na baadhi ambao utakutajia hapa. Kuna mzalishaji mmoja ambaye amechukua hekta 20, yeye analima mbegu ya mahindi inaitwa TMV2. Hii ni Tanzania Maize 2. Lakini vile vile yupo mzalishaji mwingine binafsi wa mbegu, amelima hapa hekta 60 za maharagwe ya aina ya Liamungo, na mzalishaji mwingine tena kalima hekta 60 za mbegu ya maharagwe aina ya Selian. Mtazamaji wa TBC1, sasa namkaribisha hapa msimamizi wa shamba la Dabaga Michael Lwanda, tuanze mahojiano naye moja kwa moja. Bwana Lwanda, watazamaji wa TBC1 wangependa kwanza kufahamu historia ya shamba hili, ukubwa wake, lakini vile vile ukielezea kitaalamu mbegu ambazo zimelimwa hapa na sifa zake za kitaalamu. Ndio, nashukuru ndugu mtangazaji. Historia ya shamba hili ni kwamba awali shamba hili lilianzishwa na Mjerumani kabla ya miaka ya 1940, kabla ya vita kuu ya pili. Baada ya vita kuu ya pili, mkazaji wa shamba hili ambaye alikuwa anaitwa Mr. Bad aliondoka kwa sababu ya Afrika Mashariki ilichukuliwa na Mwingereza. Kwa hiyo shamba hili akawa amelichukua Mwingereza anaitwa Bwana Towel, Bwana Colonel Town. Shamba hili kwa kipindi hicho lilikuwa linalimwa, lilikuwa ni kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Wakawa wanalima pareto na mboga mboga. Katika mwaka wa 1968 Colonel Towel aliamua kuondoka hapa Tanzania. Kwa hiyo shamba akalikabidhi kwa Wizara ya Kilimo. Alikabidhi kwa Wizara ya Kilimo mwaka 1968 mpaka 78 likawa linamilikiwa na Wizara ya Kilimo, lakini mwaka 74 mpaka 77 74 mpaka 77 likawa linamilikiwa na NAFCO, ambao ndio National Food Corporation, kwa ajili kuzalisha chakula, mahindi pamoja na ngano. Kuanzia mwaka 1978 mpaka 2006 Wizara ya Kilimo iliendelea kumiliki shamba na ikawa inazalisha mbegu za msingi ambazo zilikuwa ni hybrid ya mahindi pamoja na hizi mbegu wanasema OPV, mbegu ambazo zinachavua bila kufanyiwa hiyo self. Mwaka 2006 mpaka 2013 shamba hili lilikabidhiwa kwa wakala wa mbegu za kilimo ambao ni ASA kwa ajili kuzalisha hybrid ya mahindi na pamoja na hizo OPV. Mwaka 2014 mpaka 17 shamba lilichukuliwa na Clinton Foundation kwa ajili ya kulima alizeti pamoja na mahindi ya hybrid. Mwaka 2017 mpaka leo hii shamba hilo tena limerudishwa kwenye taasisi yetu ya ASA kwa ajili ya kuzalisha mahindi. Tunazalisha mahindi hybrid, OPV, ngano, maharage na soya. Ndugu mtangazaji, hapa mbele yako ni zao la ngano aina ya Juhudi. Kama tunavyojua, manufaa ya ngano ni kutengenezea kitu kama unga wa mikate, unga wa keki, unga wa maandazi na kadhalika, au pastas. Mbegu hii Juhudi ni mbegu ambayo inakomaa kwa muda mfupi ambao ni siku 90. Ina gamba lake ni jeupe, ile grain, punje yake ni nyeupe, na yenyewe ni kwamba ina stahimili ukame. Kwa mwaka huu kwa kweli tunakuwa tumeathirika kidogo sana, kwa sababu
tulichelewa, sio kuchelewa, mvua imekata mapema. Kwa hiyo utakuta hata yield yetu hapa inaweza isifanye vizuri kwa sababu huu mmea unatengeneza maziwa, hakuna mvua unatengeneza. Kwa hiyo hata ile ukomaji, yani ile ujazaji wa ile punje hautakuwa mzuri sana ukilinganisha kama kungekuwa na unyevu wa kutosha. Labda nielezee kidogo kuhusu ngano hii aina ya Juhudi. Kwanza yenyewe inastawi vizuri sana kwenye mwinuko wa mita 1200 mpaka 2200 kutoka usawa wa bahari. Sifa yake kubwa hii mbegu ni kwamba inatoa mazao mengi sana, kwamba inazalisha kati ya tani 3 mpaka tani 4 kwa hekta. Kwa hiyo ni zao mbegu ambayo inaweza ikamfanya mkulima akapata kipato kikubwa, kwa hiyo akajikwamua katika swala zima la kiuchumi. Kitu kingine ambacho, sifa nyingine ya hii mbegu, inastahimili magonjwa kama vile ya kutu na ukungu. Kwa hiyo kwa maeneo ambayo yanakuwa na magonjwa kama hayo ya kutu pamoja na ukungu, hii mbegu inastahimili vizuri sana. Kwa hiyo ni mbegu ambayo kwa wakulima inakuwa na faida kwao. Kwa upande wa zao la maharage, tuna maharage hapa inaitwa Lyamungo. Lyamungo ni aina ya maharage ambayo kwanza yanastawi kwa muda mfupi, nayo pia ni siku 90. Na vile vile kipato chake ni kikubwa. Unavuna kati ya tani 1.5 mpaka tani 2 kwa hekta. Kama tunavyojua, maharage ni zao ambalo, hiyo aina ya Lyamungo, kuna changamoto kidogo tumezipata. Inapata kutu kwenye ile mbegu ile kobe yake ile inakuwa inashika kutu. Sasa kwa kweli inazaa vizuri sana, lakini inahitaji kidogo na dawa kidogo ili kuweza kuvuna mazao mazuri zaidi. Sifa nyingine ya mbegu hiyo ya Lyamungo ni kwamba yenyewe, pamoja na kwamba ni kubwa, lakini ni erect, yani yenyewe haitambai. Kwa hiyo kama kukomaa, inakomaa kwa mara moja. Kuna aina ya maharage ambazo zenyewe huku chini inakomaa, huko juu inaendelea kuzaa. Sasa hiyo aina ya mbegu kwa kweli haina tatizo ambalo la kuendelea kuzaa kati huku maharage mengine yamekomaa. Kwa hiyo ni sifa moja hapo nzuri sana kwa wakulima, ili wanapokuwa wanazalisha mashamba yao wanakuwa wanavuna kwa mara moja, inakuwa kwao ni faida. Aina ya maharage nyingine inaitwa Seriani. Uyole njano hapa tunayo. Hiyo uyole njano ni maharage kama walivyotangulia ndugu mtangazaji kuzungumza hapa kwamba imekuwa walitengeneza hapo watafiti wa kutoka njano hapo Uyole. Mbegu hiyo nayo kwa kweli kipato chake kwa hekta ni kati ya tani 1 mpaka tani 2, kwa sababu yenyewe kidogo ile punje yake sio kubwa sana, kwa hata kipato chake nacho sio kikubwa. Lakini ni mbegu ambayo nao inakomaa kwa miezi 3 na haisumbuliwi sana na magonjwa, kwa sababu ya ukanda wake. Huu ni ukanda ambao ndiko ambako wamefanyia hiyo kubreed, yani breeding watu wa Mbeya hapo. Ile Lyamungo imetoka Seriani, kwa hiyo ile kidogo inakuwa na shida huko. Kwa upande wa mbegu ya Seriani 13, hiyo nayo wamebreed kule Seriani maharage hayo. Hiyo mbegu nayo ili yake ni kati ya kwa hekta ni tani 1 mpaka tani 2. Ni mbegu ambayo kwa kweli haina matatizo sana, kwamba hahitaji sana dawa unapiga labda ni control wadudu, lakini mambo ya magonjwa ya fungus kwa kweli haina tatizo kubwa. Kwa hiyo ndugu mtangazaji,
Kwa upande wa maharage nadhani naweza nikawa na nimemaliza. Vema sana. Lakini katika shamba hili pia umetueleza kwamba mnalima mahindi aina ya UH 6303 hybrid. Haya ni mahindi ya namna gani na yana sifa gani? Hayo ni mahindi ya hybrid ambayo pia yanatoka Uyole, ni ile UH ni Uyole hybrid 6303. Mahindi haya yana sifa ya kwanza ni yanatoa yield kubwa, yani kipato chake ni kikubwa, kwa sababu kama unaweza kuwa umehudumia vizuri shamba lako, umelima kwa wakati na kuweka mbolea za kupandia na kuzia, unaweza kupata mpaka kuanzia tani 5 mpaka 7 kwa hekta. Kwa hiyo ni mahindi ambayo yana kipato kikubwa sana. Kitu cha pili, mahindi haya ni kwamba ukiwa nayo kule shambani, kwa sababu kuna baadhi ya mahindi aina ya mbegu ambayo yanakuwa hayafungi vizuri pale juu kwenye lile hindi lake. Kwa hiyo ile tabia kwamba mahindi yanaoza, kama kwa mfano msimu ambao mvua inakuwa imeendelea kwa muda mrefu, hayo mahindi hayawezi yani hayana hilo tatizo, kwa sababu huku mahali kuna wakati mvua zinaendelea kunyesha, yani ile baada ya mahindi yameshakomaa. Kwa hiyo kwa mahindi ambayo yanakuwa na tabia kama hako huwa yanaoza, yani kwa ile mbegu inakuwa kweli haina hiyo tabia. Kwa hiyo ni mbegu ambayo tunarecommend kwa wakulima waweze kuitumia katika mashamba yao. Vema sana. Kuna mbegu nyingine hapa nimeambiwa TMV2. Kwanza nini maana ya TMV2? Lakini pia tupe sifa za mbegu hii ya mahindi ambayo hapa imelimwa na mkulima wa mkataba hekta 20 ambaye anawauzia ninyi ASA, kwa maana kwamba mmeingia naye mkataba, analima lakini anawauzia ninyi. TMV2 ni kitu gani na sifa zake zikoje? TMV2 maana yake ni Tanzania Maize Variety 2. Hii mbegu ni mbegu ambayo inastawi ukanda nyanda za juu, na ni mbegu ambayo kwa kweli ina yield yake ni kubwa sana. Hii mbegu ni tunailima kama OPV, sio kama hybrid, lakini kwa mfano tumeifanyia kama tumeisolate, kwa sababu pia huwa inatumika kwenye uzalishaji wa hybrid, kwamba hii unachanganya na mbegu nyingine. Hii inatumika kama dume, kama jike. Kuna mbegu nyingine ambayo inakuwa kama dume, kwa hiyo unachanganya, unapata kuna mahindi tulikuwa tunaita UH 615. Kwa hiyo unaweza kuzalisha mbegu kama yenyewe kama ni OPV, lakini pia unaweza kuzalisha kwa ajili ya kuzalishia mbegu nyingine ambayo ni hybrid. Vema sana. Sasa tuangalie eneo jingine. Shamba hili lipo katika wilaya ya Kilolo. Nini mchango wa shamba lenu katika kupeleka mbele maendeleo na mapinduzi ya sekta ya kilimo katika wilaya ya Kilolo na mkoa wa Iringa kwa jumla, kwa maana kwamba mbegu bora zinazalishwa hapa? Ni kwa namna gani wilaya ya Kilolo ambao ni majirani zenu na shamba hili pamoja na mkoa wa Iringa wameweza kufaidika na mbegu zenu hapa? Tuna duka hapa ofisini kwetu ambalo tunauza mbegu kwa wakulima, lakini pia tuna mawakala ambao pia na wao wana mbegu ambazo wanachukua hapa na kwenda kuwauzia wakulima ambao wako hapa jirani. Lakini vile vile katika swala zima la kutaka hizi mbegu za ASA hapa zifahamike kwa majirani zetu, tumeweka majaribio mbalimbali katika wilaya mbalimbali za hapa Kilolo, hapa wilayani Kilolo, vijiji mbalimbali, ili waweze kuona yani jinsi performance ya mbegu mbalimbali ambayo tunazalisha hapa. Na hasa tumeweka mbegu ya mahindi ambayo ni zao ambalo wananchi wengi wanapata aina mbalimbali za mahindi. Sasa tunataka wacheke ubora kwamba mbegu yetu na pia ni bora. Vema kabisa. Kuna jambo gani jingine la msingi ambalo wewe kama msimamizi wa shamba la Dabaga la ASA ungependa Watanzania wakafahamu kuhusu shamba hili, lakini pia mbegu bora ambazo mnazilima hapa? Jambo ambalo ningependa Watanzania walifahamu kwamba kwanza hili ni shamba ambao tunazalisha mbegu ambazo ni za hali ya juu sana, zenye ubora wa hali ya juu. Kitu ambacho labda Watanzania, mimi binafsi kama msimamizi wa shamba bado sijakielewa, naona
labda hawako sana na mwamko wa hizi mbegu za taasisi yetu. Sasa ni kitu ambacho tunawakaribisha kwa mikono yetu yote miwili, kwamba waje wachukue hizi mbegu, waende wapande, waone matokeo. Kitu cha pili ni kwamba katika uuzaji wa hizi mbegu, sisi hasa tunauza mbegu kwa bei chini sana, kwa sababu hii ni taasisi ya serikali. Kwa hiyo mbegu zetu tunauza kwa bei chini. Kwa mfano, sisi tunauza mbegu kilo 2 shilingi 7,000, lakini utakuta taasisi nyingine wanauza shilingi 12,000. Kwa hiyo tayari hapo hiyo ni tofauti kubwa sana. Lakini pia hata ukiangalia kwenye yield, yani kile kipato kwa ekari au kwa hekta, utakuta kwamba mbegu za hawa jamaa wenzetu makampuni mengine tunawauti pale, kwa sababu wanakuwa kwa chini, lakini watu wanakuwa wanatumia ile kwamba labda ni jina na labda wenzetu wanajitagaza sana. Lakini kwa kweli hizi mbegu zetu tunataka waje wajaribu, wazichukue, kwamba na wataona matokeo. Asante sana Bwana Michael Lwanda. Mtazamaji wa TBC1, tunakamilisha ngo ya kwanza ya kipindi cha Tanzania Mpya ambacho kimerekodiwa kutoka katika shamba la wakala wa mbegu bora za kilimo ASA ambalo liko eneo la Dabaga katika wilaya ya Kilolo. Sasa tunakwenda kupata taarifa fupi juu ya mbegu pamoja na kazi za ASA. Wakala wa mbegu za kilimo ASA. Sasa mbegu bora zinapatikana Tanzania. Kilimo madhubuti kwa uchumi wa nchi. Asante Rais wetu mama yetu Samia Suluhu. Asante Waziri Mkuu Majaliwa. Asante wizara yetu ya kilimo, mmefanya kazi kubwa. Sasa Tanzania upatikanaji wa mbegu bora za kilimo. Shamba la kilimo cha mbegu bora, mbegu ambazo zinastahili ukame lakini pia zinazaa sana, la Dabaga lenye ukubwa wa hekta 1086 sawasawa na ekari 2715, lina historia ndefu sana. Kabla ya vita kuu vya kwanza vya dunia, Tanzania kipindi hicho ikiwa ni sehemu ya Dutch East Africa, kwa maana kwamba hili eneo lilikuwa likitawaliwa na iliyokuwa dola ya Ujerumani, ikijumuisha eneo la Tanzania bara ya leo, Rwanda na Burundi, na ikijulikana kama Dutch East Africa. Shamba hili lilikuwa likimilikiwa na mlowezi wa Kijerumani, lakini baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia na Ujerumani kuweza kupoteza katika ile vita na hivyo kunyang'anywa makoloni yake, ikiwepo Dutch East Africa ambayo Tanganyika ilikuwa ni sehemu mojawapo, basi ilibidi mlowezi huyo wa Kijerumani aachie shamba hili na aweze kurudi Ulaya. Baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, Tanganyika pamoja na Burundi na Rwanda za leo zilikabidhiwa chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa, na katika kuhakikisha kwamba nchi hizi zinaelekea kwenye uhuru, zilikabidhiwa kwa madola mbalimbali ya Ulaya kusimamia nchi hizi kuelekea kwenye uhuru, na Tanganyika au Tanzania bara ya leo ilikabidhiwa katika dola ya Uingereza. Mara moja baada ya vita kuu ya kwanza dunia, basi alikuja Mwingereza hapa, kanali wa jeshi la Uingereza ndio alikuja kuchukua hili shamba, akaanza kulilima mpaka Tanzania bara inapata uhuru Disemba 9, 1961. Shamba hili lilikuwa likimilikiwa na kanali wa jeshi la Uingereza. Mwaka 1967 ndipo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kupitia maamuzi ya halmashauri kuu ya chama cha tano ambayo ilikaa katika jiji la Arusha, iliamua Tanzania kuwa nchi ya kijamaa, nchi ambayo itahakikisha njia kuu zote za kiuchumi zinakuwa mikononi mwa umma. Napozungumza njia kuu za kiuchumi ni pamoja na ardhi kama ambavyo unaliona shamba hili, lakini mabenki kwa maana ya vyombo vya fedha, lakini vile vile viwanda. Kwa hiyo mwaka 1967, kwa wale ambao wanakumbukumbu, azimio la Arusha lilipotangazwa, mali hizi zilitaifishwa ikiwa ni pamoja na shamba hili. Kwa hiyo kanali wa Uingereza ambaye alikuwa anamiliki shamba hili alinyang'anywa na likageuzwa kuwa mali ya umma, na mara moja baada ya kuwa amenyang'anywa mwaka 68 likakabidhiwa kwa shirika la chakula Tanzania, National
Food Corporation NAFCO, shirika ambalo lilianzishwa na serikali ya awamu ya kwanza chini ya uongozi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ikiwa na jukumu moja tu, kuhakikisha kwamba Tanzania inazalisha chakula cha kutosha na hata kuuza kingine nje. Kupitia mpango kazi wa serikali ya awamu ya kwanza, NAFCO ilipatiwa mashamba kadha wa kadha, ikiwa ni pamoja na hili. Lakini mashamba mengine ambayo yanajulikana kuwa ni ya NAFCO ni pamoja na shamba la Basotu ambalo pale paliamuliwa kulimwa zao la ngano, kuhakikisha Tanzania inajitosheleza kwa ngano, lakini vivyo kuuza nchi za nje. Lakini baadaye wakati serikali ya awamu ya pili pamoja na serikali ya awamu ya tatu ilipoamua kuachana na sekta ya umma na kubinafsisha, basi shamba hili halikubinafsishwa bali likabidhiwa katika Wizara ya Kilimo, na Wizara ya Kilimo ikaendelea kulimiliki shamba hili mpaka ilipokuja kuanzishwa wakala wa mbegu za kilimo bora zinazostahili ukame lakini zinazozaa sana ASA 2006. Kwa hiyo Wizara ya Kilimo ikaikabidhi ASA shamba hili ambalo lina ukubwa wa hekta 1086, na kuanzia hapo ASA walipokabidhiwa wamekuwa na kazi moja tu, kuhakikisha kwamba wanazalisha mbegu bora, mbegu ambazo kwa hakika zinalingana na ekolojia mbalimbali ya kilimo Tanzania, kwa maana ya kwamba mbegu hizo ziwe zinaendana na hali ya hewa ya mikoa kadha wa kadha. Kwa mfano shamba hili la Dabaga hapa linatayarisha mbegu kwa ajili ya nyanda za juu, kwa maana ya mikoa ya Iringa, kwa maana ya mikoa ya Mbeya na kwa maana ya mkoa wa Ruvuma kwa baadhi ya maeneo. Kwa hiyo mikoa ambayo ina nyanda za juu ndiyo mbegu zake zinatayarishwa hapa. Kwa mfano nyuma yangu hapa unaweza kaona ni mbegu ya zao la ngano ambayo inaitwa Juhudi. Juhudi kama ambavyo mtaalamu anaweza kukuambia hapa, ni mbegu ambayo inazaa sana, lakini ni mbegu pia ambayo inastahimili ukame. Nini sasa ambacho ASA wanazalisha katika shamba hili, lakini pia katika mashamba mengine, kuhakikisha kwamba wanatimiza mahitaji ya mbegu ya Tanzania? ASA ina mbegu aina tofauti tofauti 5 ambazo zinazalishwa hapa katika shamba la Dabaga, lakini pia katika mashamba mengine. Mbegu hizi aina 5 za mahindi zote ni mbegu bora, lakini pili zinastawi katika maeneo tofauti tofauti ya ekolojia za Tanzania. Kwa mfano ekolojia ya kwanza ni ya nyanda za juu kusini mwa Tanzania, kwa maana mikoa ya Iringa pamoja na Mbeya. Lakini ekolojia ya pili ni ya kanda ya ziwa, kwa maana ya mikoa ya Mwanza, Shinyanga na Mara. Lakini ekolojia nyingine ni ekolojia ya mashariki ambayo inajumuisha mikoa ya Morogoro, mikoa ya Pwani, Dar es Salaam na Tanga. Lakini kuna ekolojia ya mikoa ya kati kwa maana ya Singida pamoja na Dodoma. Ekolojia ya mikoa ya kati ya Singida Dodoma ni ekolojia yenye sifa ya kipekee, ni eneo ambalo lina ukame. Kwa hiyo ASA kuhakikisha kwamba wakulima wa mikoa ya Singida na Dodoma hawakosi mbegu, wametayarisha mbegu mahususi za mahindi na nyingine ambazo zinastahimili ukame katika ekolojia ya Tanzania ya kati kwa maana ya Singida pamoja na Dodoma. Lakini kuna ekolojia ya kanda ya magharibi kwa maana mikoa ya Tabora, mikoa ya Kigoma na mikoa ya Katavi. Yote ni kuhakikisha kwamba ASA inatekeleza majukumu yake msingi ambayo yanatokana na sheria ya Bunge iliyoanzisha ASA, kuona kwamba inasambaza mbegu bora, mbegu ambazo zinastahimili ukame, mbegu ambazo zinazaa sana, lakini mbegu ambazo zinaendana na hali ya hewa ya mahala husika, kitaalamu ikiitwa ekolojia. Lakini mbegu nyingine ambayo inazalishwa na wakala wa mbegu za kilimo Tanzania ASA ni mpunga, na moja kati ya mbegu bora kabisa za mpunga za ASA ipo moja ambayo inalimwa kwenye maeneo kame. Kwa mfano kama Singida na Dodoma inalimwa kwenye eneo ambalo halina maji, lina mvua tu ya kawaida, lina unyevunyevu tu wa kawaida, hahitaji kama ile aina nyingine za mbegu ambazo mpaka uzamishe kwenye eneo lenye unyevunyevu. Hii mbegu ya ASA ya mpunga inalimwa juu kama vile mahindi, unaweza ukalima tu kwa maana ya sesa, kwa maana tu ya kusambaza ile ardhi na kuitifuatifua, alafu kapanda ile mbegu yako ya mpunga ambayo inapatikana ASA. Kwa hiyo mbegu ni mahususi kwa ajili ya maeneo makame. Usije kasema wewe unatoka eneo kame katika Tanzania, kwa maana hiyo hustahili kulima mpunga. Hapana. ASA pamoja na watafiti kutoka TARI wameshatengeneza mbegu ambayo inastahili maeneo kame na inastawi na inazaa kama kawaida. Lakini mbegu nyingine ambayo inazalishwa na ASA ni ya alizeti. Na katika alizeti ziko za aina nyingi, lakini nzuri kabisa ni rekodi. Hii rekodi ndio nakwambia kwamba katika ile punje ya alizeti 45% ile punje ni mafuta. Mbegu nyingine zote unapata 10, 15 mpaka 18, imezidi sana 18. Lakini hii mbegu aina ya alizeti rekodi ambayo inapatikana ASA
inazalisha 45% ya ile punje ya mbegu ni mafuta. Kwa hiyo una uhakika katika kilo zako 100 za gunia moja, una uhakika wa kupata sio chini ya madumu ya lita 20, mawili na kiasi cha ziada kinabaki. Lakini vile vile kuna ngano kama ambavyo umesikia hapa, ni ngano ya juhudi inalimwa hapa, lakini pia mbegu ya ngano ya juhudi inalimwa pia katika shamba la ASA lililoko Ngaramtoni katika mkoa wa Arusha. Maharagwe ASA wana mbegu tofauti 5. Kwa mfano kuna Jeska, lakini kuna Lyamungo na Selian pamoja na Uyole. Lakini vile vile wanazalisha mbegu bora za choroko pamoja na maharage aina ya soya. Kama unavyofahamu, Tanzania imepata soko kubwa la zaidi ya tani 300,000 za soya, maharage aina ya soya kupeleka katika nchi ya Uchina. Kwa hiyo wakulima sasa ambao wanataka kutumia hilo soko kwa kuwauzia wafanyabiashara, waje wachukue mbegu ya maharage ya soya bora kabisa kutoka ASA. Lakini ASA pia wanazalisha michikichi, mbegu za michikichi bora kabisa pale katika bustani ya Bugaga. Pale ndio moyo wa uzalishaji wa mbegu za zao la chikichi kwa Tanzania, uko pale katika eneo la Bugaga. Na kwa hakika umekwisha ona namna gani ambavyo mzalendo nambari 3 Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amekuwa hakai zaidi ya miezi miwili anafika Bugaga. Yote hiyo ni kwa sababu serikali ya awamu ya 6 inataka kuhakikisha kwamba Tanzania inajitosheleza kwa mafuta, na moja kati ya mbegu za mafuta ambazo serikali imeamua zitumika katika juhudi za kujitosheleza kwa mafuta ya kupikia ni pamoja na mbegu za zao la chikichi. Lakini vile vile kuna michungwa ya kisasa kabisa ambayo mbegu yake inapatikana ASA. Ndani ya miaka 2-3 umekwisha zaa, na uhitaji kurefuka sana. Ndani ya mita 1-1.5 tayari umekwisha anza kuzaa. Lakini kuna mbegu bora kabisa za miembe, na zenyewe hivyo ndani ya miaka 2-3 umekwisha anza kuzaa, na uhitaji kurefuka sana. Ni mfupi hivyo, lakini unazaa mpaka unaelemewa. Mbegu hiyo inapatikana ASA. Ni zamu yako sasa kutumia nafasi kwenye kipindi hiki. Baada ya kuwa tukimeisha kipindi, angalia namba zinapita kwenye screen, piga haraka sana simu katika idara ya masoko ya ASA waweze kukupa elimu ya mbegu zao, lakini pia kukuletea popote ulipo. Kama kwako kunafikika kwa ndege, ASA watakuletea mbegu kwa ndege. Kama kwako kunafikika kwa meli, basi ASA watakuletea hizo mbegu kwa meli. Alimradi tu watakuingizia gharama zako zote, wanatoa kitu kinaitwa control number, unalipa ile fedha. Kama ni kwa kutumia miamala ya simu, kama utakwenda kwenye benki yoyote, unalipa. Huna haja ya kutoka huko na kufunga safari kwenda kufuatilia mbegu ya ASA makao makuu katika mkoa wa Morogoro, manispaa ya Morogoro. Hapana, hapo ulipochukua simu yako, piga tu simu hapo, utasema wewe uko wapi, upo Katavi, uko katika mkoa wa Kagera, upo mkoa wa Ruvuma, mbegu itakukuta hapo ulipo. Lakini vile vile kuna mbegu nyingine ambazo ni muhimu sana, mbegu za mazao ya mboga mboga. ASA kwa kujua umuhimu wa mazao ya mboga mboga umeweza kutenga shamba kubwa kabisa la ASA ambayo liko Tengeru katika mkoa wa Arusha. Pale ni mahususi kwa ajili ya mbegu za mboga mboga. Wakala wa mbegu za kilimo ASA. Sasa mbegu bora zinapatikana Tanzania, kilimo madhubuti kwa uchumi wa nchi. Asante Rais wetu mama yetu Samia Suluhu, asante Waziri Mkuu Majaliwa, asante wizara yetu ya kilimo, mmefanya kazi kubwa. Sasa Tanzania upatikanaji wa mbegu bora za kilimo. Mtazamaji wa TBC1, unaendelea kufuatilia kipindi cha Tanzania Mpya, kipindi ambacho kimerekodiwa kutoka katika wilaya ya Kilolo, hususan katika shamba la kuzalisha mbegu bora, mbegu ambazo zinastahimili ukame, lakini mbegu ambazo zinatoa mavuno mengi kutoka wakala wa mbegu za kilimo ASA. Sasa ni zamu ya mkuu wa chuo BINOVETA, chuo ambacho kinamilikiwa na MAWAKI, maendeleo ya watu wa Kilolo. Chuo hiki ambacho kiko katika eneo linalomilikiwa na ASA kwa makubaliano maalum kinafundisha masomo mawili makubwa. La kwanza kabisa ni taaluma ya kilimo na uzalishaji wa mazao, kwa Kiingereza wanasema crops production. Lakini vile kuna swala la mifugo, kwa maana kusimamia mifugo waweze kuzaana na kustawi, au animal production. Sasa nizamu ya BINOVETA atuambie chuo hiki hasa dhima yake ni nini, lakini mpaka sasa tunavyoongea kuna wanafunzi wangapi na wanafundisha nini, na kwa kiasi gani ambapo elimu katika chuo hiki imeweza kusaidia vijana wa Tanzania kujiajiri wenyewe katika sekta mbalimbali zinazohusu na animal production pamoja na ukulima. Naitwa Noveta Mahanga, ni mkuu wa chuo cha kilimo na mifugo Dabaga.
Chuo chetu kinatoa kozi mbili kwa maana ya Animal Health and Production kwa level ya certificate na diploma. Chuo chetu ada zake kwa certificate ni 1,600,000 na diploma ni 1,800,000. Chuo chetu mpaka sasa kina idadi ya wanafunzi 86 ambapo wote wanaendelea na masomo sasa hivi, lakini vile vile walio graduate tayari wameshapata kazi sehemu mbalimbali na wengine wamejiajiri wenyewe. Tunafundisha masomo ya aina mbili. Kozi ya kwanza ni Animal Health and Production kwa maana ya afya ya wanyama na uzalishaji. Na kozi ya pili ni Agriculture Production kwa maana ya kozi ya mazao. Hivyo kozi hizo baada ya kugraduate hapa zinawafanya wanajiajiri wenyewe kwa maana ya wengine wengi tayari tumeshafanya trace study, wameshajiajiri kwa maana ya kuanzisha vishamba wenyewe, lakini pia mashirika mbalimbali yamewachukua na baadhi yao pia wameajiriwa na serikali sehemu mbalimbali katika mifugo na kilimo. Lakini pia chuo chetu kina maabara ya mifugo ambayo ni maabara ya kisasa kabisa, ambayo maabara hiyo inatoa huduma kwa mifugo kwa upande wa wilaya yetu ya Kilolo. Lakini pia tunakaribisha hata kwa ile mikoa ambayo wanahitaji huduma hiyo. Tunatoa huduma kwa maana ya kucheki matatizo mbalimbali ambayo inaikumba wanyama mbalimbali wakiwepo ng'ombe, wanyama wadogo na wengine. Kwa hiyo tunaangalia kwa namna tofauti tofauti. Lakini vile vile maabara hiyo kwa sababu pia ina madaktari wa mifugo inatoa pia ufumbuzi wa madawa gani yaweze kutumika kwa ajili ya kutibu hizo changamoto ambazo zina athiri mifugo yetu. Kwa upande wa uwepo wa ASA hapa, kwanza wameturuhusu kutumia hii nafasi na vile vile imetusaidia kupata fursa kwa wanafunzi wetu kwenda kujifunza kwa sababu wanalima na kuzalisha mbegu za kisasa, ambapo pia wanafunzi wetu inakuwa ni sehemu ya kujifunza, lakini vile vile wanatusaidia mambo mengi kwa sababu wao wanazalisha kwa kutumia teknolojia za kisasa. Hivyo basi wanatusaidia pia hata sisi kama chuo si tu kujifunza kutumia teknolojia hizo, lakini pia wanatusaidia hata sisi kwa zile ambazo tunazikosa kuzitumia kwa watu wa ASA. Hivyo pia tuna ushirikiano mzuri sana na watu wa ASA. Wakala wa mbegu za kilimo ASA. Sasa mbegu bora zinapatikana Tanzania. Kilimo madhubuti kwa uchumi wa nchi. Asante Rais wetu mama yetu Samia Suluhu. Asante Waziri Mkuu Majaliwa. Asante wizara yetu ya kilimo, mmefanya kazi kubwa. Sasa Tanzania upatikanaji wa mbegu bora za kilimo. Mtazamaji, huyo alikuwa ni Bi Noveta ambaye yeye ni mkuu wa chuo cha kilimo pamoja na afya ya wanyama hapa eneo la Dabaga, mahala ambapo panapatikana shamba bora kabisa la mbegu za kisasa, mbegu ambazo zinastahimili ukame lakini ambazo pia zinazaa sana. Mtazamaji, huenda ukataka kujiuliza kuna uhusiano gani kati ya chuo hiki cha Mawaki pamoja na shamba la ASA. Kimsingi ni kwamba ASA wamenufaika kwa kiasi kikubwa sana kuweza kurithi mashamba ya NAFCO ambayo haya yalitengwa na serikali ya awamu ya kwanza chini ya uongozi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo hapa kama ambavyo umesikia ASA wana hekta zaidi ya 1,000, hekta zaidi ya 1,000 ambayo ni takriban ekari 2,700 na zaidi. Sasa hii ni ardhi kubwa sana. Kwa hiyo hapa umoja wa wananchi wa Kilolo wakaona kwamba hili ni eneo ambalo lina mambo mawili makubwa. Kwanza ni sekta ya kilimo na sekta ya mifugo, lakini hapakuwa na chuo ambacho kinaweza kikafundisha vijana kuhusu elimu bora ya kilimo pamoja na mifugo. Kwa hiyo kwa nguvu zao wenyewe wakaamua kuanzisha chuo hiki ambacho kinamilikiwa na Mawaki, kwa maana kwamba ni taasisi ya wananchi wa Kilolo kwa ajili ya kutoa elimu bora kwa kilimo na mifugo. Lakini kubwa zaidi, Mawaki waliamua kuanzisha chuo hiki kwa kuzingatia kwamba wako karibu na mashamba ya ASA ambayo yanazalisha mbegu bora za mazao ya kilimo. Kwa hiyo wanafunzi ambao
ambao wanasoma katika chuo cha Mawaki wanapata fursa ya kwenda kujifunza mafunzo ya vitendo katika mashamba ya asa. Lakini jambo jingine bora zaidi ni kwamba Mawaki ni wazalendo, kwa maana kwamba badala ya kusubiri serikali ijenge kila aina ya chuo, kila aina ya mahitaji ya wananchi, wao wenyewe kwa nguvu zao, kwa kushirikiana na wadau walioko Tanzania lakini pia nje ya Tanzania, wameweza kujenga chuo hiki. Unaweza kaona nyuma yangu hapa ni holi jipya kabisa ile ambalo linajengwa kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi. Hii ni uzalendo safi kabisa, kwa maana kwamba ifike mahala wewe kama Mtanzania chukua hatua 10 mbele ya serikali. Usiisubiri serikali. Serikali inakuja kukufanyia inayoweza kufanyia, lakini wewe nenda hatua 10 mbele kwa yale unayoweza. Kwa hiyo unaweza kaona hapa hili ni holi jipya linajengwa, lakini pia unaweza kaona miundombinu hapa ya chuo, madarasa, ni nguvu za Mawaki. Huu ndio uzalendo ambao tunasema kwamba ifike mahala usiulize serikali ya Tanzania inakufanyia nini wewe, bali jiulize serikali ya Tanzania utaifanyia nini. Sasa ni zamu ya mkulima maarufu kabisa katika wilaya ya Kilolo ambaye pia ni mkuu wa wilaya, Asia Abdalla, anakwenda kutuonyesha kwanza shamba lake la ekari 11 ambalo ametumia mbegu za kisasa, lakini amelima kisasa. Wewe mwenyewe utashuhudia ni kwa namna gani ambavyo ukizingatia maelekezo ya wataalamu wa kilimo unavyoweza kufaidi mavuno, lakini vivyo kuweza kupata kipato zaidi. Wakala wa mbegu za kilimo ASA. Sasa mbegu bora zinapatikana Tanzania. Kilimo madhubuti kwa uchumi wa nchi. Asante Rais wetu, mama yetu Samia Suluhu. Asante Waziri Mkuu Majaliwa. Asante wizara yetu ya kilimo, mmefanya kazi kubwa. Sasa Tanzania upatikanaji wa mbegu bora za kilimo. Nashukuru sana ndugu watangazaji, kwanza kabisa nawakaribisha sana kwenye wilaya yetu hii ya Kilolo. Wilaya ya Kilolo ni miongoni mwa wilaya za kimkakati ambazo zimejaliwa mazingira mazuri kwa ajili ya shughuli za kilimo, shughuli za kiuchumi na mambo mengine mengi ya uzalishaji. Kwa hiyo mimi kama mkuu wa wilaya kwenye wilaya hii ya Kilolo na kama kiongozi mkuu wa serikali ndani ya wilaya hii ya Kilolo, wajibu wangu ni kuhakikisha kwamba nakuwa somo kwa wananchi ninaowaongoza, kwa wananchi ambao nimepewa kumwakilisha rais, kuhakikisha kwamba tunawabadilisha mawazo, fikra, kuhakikisha kwamba tunatengeneza dhana ile ya kutengeneza maendeleo ndani ya wilaya, na kwa pamoja tunatengeneza maendeleo kwenye taifa letu. Kwa hiyo shamba hili hapa unavyoliona ni shamba ambalo liko nyumbani. Mimi wakati nakuja hapa kulikuwa ni pori. Hili ni eneo la viwanja, lakini mimi nilipokuja niliwaambia watu maeneo ambayo ni viwanja ambayo watu bado hawajaanza kujenga, hatuna sababu ya kuacha manyoka yanaishi hapo, takataka mengine ambayo hayana tija yanaishi hapo. Badala yake mtu unaweza kulima maharage, unaweza kulima mazao ambayo inaweza kusaidia tu hata familia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nilikuja nikatengeneza hili eneo kama mfano kwa wananchi na wengine wote wanaopita maeneo haya, ili kuona kwamba kilimo kikifanyika kwa tija, kikifanyika kwa utaalamu unaotakiwa, basi ni mwanzo mzuri wa kujikwamua na umaskini na kuondokana na shida na adha mbalimbali kama hivyo upungufu wa chakula na mambo mengine. Kwa hiyo hapa unavyoona kuna zaidi ya eka 10. Tuseme kama ni ekari kama 11. Nimelima kuanzia mbegu kisasa, kuanzia taratibu za kupanda kisasa, lakini na mambo mengine ya kusafisha shamba na nini na kila kitu kama unavyoona kisasa. Kwa hiyo mbegu tuliopanda ndo kama hivi unavyoona, mahindi kama haya, na tu kwa bahati mbaya pengine leo mvua imetuachia, mwaka huu mvua imetuachia katikati, lakini mahindi kama haya ni mfumo huu yako hivi shamba zima. Kwa hiyo ninachotaka niwaambie Watanzania na wana Kilolo kwa ujumla, kilimo ndio usuluhishi wa maisha yetu na ndio usuluhishi wa umaskini wetu ndani ya wilaya yetu ya Kilolo. Na katika hii wilaya ya Kilolo mimi pia nimekuja nikajifunza kutoka kwa wakulima waliopo. Kwa mfano wakala wa mbegu nchini ASA ambao wanazalisha mbegu nyingi za kisasa kama hivi mahindi hapa F6303 UH.
yanapatikana ndani ya wakala wetu wa mbegu ASA, na shamba lao lipo pale mbele. Mkitoka hapa mkienda pale kwa mbele kama kilomita 10 mtakutana na shamba lao. Wanazalisha alizeti, wanazalisha mahindi, wanazalisha mikunde na mbegu zingine. Kwa hiyo nilikuja nikajifunza, wako ASA, wako Rutuba Farm ambaye ni mzalishaji mkubwa ndani ya nchi, lakini pia kwa Afrika nzima. Nafikiri ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa ambaye anazalisha zaidi ya gunia 50 kwa ekari moja, zaidi ya gunia 40 kwa ekari moja ndani ya nchi yetu, na hasa katika wilaya yetu ya Kilolo. Kumbe sasa watu tunalo somo la kuja kujifunza haya yanawezekana, badala ya kukaa kulilia serikali mbona haifanyiki, mbona haifanyiki. Sisi wenyewe tuende kwa vitendo, tufanye, ili kwa pamoja tuweze kuzalisha na tuweze kupata usalama wa chakula, tulishe nchi, lakini vile vile akiba ikalishe nchi zingine za jirani kama hivyo Msumbiji, Malawi, Kenya, Uganda na maeneo mengine. Ardhi nzuri tunayo, hali ya hewa nzuri tunayo, mvua ya kutosha. Kwa mfano kama wilaya ya Kilolo, upande huu hatulalamiki mvua ya kutosha ipo ya kuweza kuzalisha chakula cha kutosha, mazao aina yote ya kutosha, matunda, mboga na kila aina ya mazao ndani ya Kilolo. Mahindi kama nilivyokuambia yote yanafanana. Kwa hiyo ukitoa mwenge eneo lolote, yote ni kwa sababu ya mbegu bora. Mbegu bora, kilimo cha kisasa na kuzingatia taratibu zote za kisasa. Na kwa maana hii wakala wa mbegu Tanzania chini ya Dr. Sofia Kashenga ni taasisi ambayo ni ya muhimu sana ndani ya taifa letu. Na yule dada yangu Dr. Sofia anafanya kazi kubwa sana. Ni mwanamke, ni miongoni mwa wanawake wachapakazi na ni miongoni mwa wanawake hazina kwa taifa. Nimefanya naye kazi kwa takriban miaka 3 tangu nimekuja, 3-4. Dr. Sofia hachoki kufanya kazi. Na ni mtendaji ambaye msikivu, ni mtendaji ambaye anatoa mchango mkubwa sana kwenye sekta hii ya kilimo. Tumechukua mbegu hii kama hivi unavyoona, imeleta tija kubwa. Lakini pia mbegu ya alizeti. Mwaka jana mimi nilipanda alizeti. Alizeti ni wanaozalisha ASA ni mbegu nzuri na ina mafuta mazuri na inazaa vizuri sana. Kwa hiyo wakala wa mbegu wanatusaidia kuwa na usalama wa chakula ndani ya taifa. Na kwa maana hiyo tunatakiwa tuwape ushirikiano kuhakikisha wanaendelea kuzalisha mbegu ya kutosha ili taifa liweze kujitosheleza katika swala zima la mbegu, ambapo wakulima watachukua mbegu ya kutosha kupanda, tuweze kupata chakula cha kutosha, tuweze kupata usalama katika sekta hii ya chakula. Tukizalisha chakula cha kutosha, ina maana kama ambavyo nimesema, tutaweza kuishi wenyewe kwa kujitegemea, kujilisha, lakini kulisha nchi za jirani. Hii ni kwa sababu ya kuweka misingi mizuri chini ya wakala wa mbegu Tanzania ambao unasimamiwa na mwanamke jasiri, mwanamke mchapakazi, Dr. Sofia Kashenga. Kwanza kabisa endelea kumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, na kwa namna ambavyo anaipeleka nchi yetu. Kwanza nimpongeze, tangu ameanza mwezi Machi mpaka hapa tulipofikia tunavyoongea, rais ametoa matumaini makubwa sana kwa wananchi na amewafuta Watanzania majozi. Wengi Watanzania asilimia zaidi ya 100 wamekuwa na imani kubwa na rais, kwa sababu amekuwa ni kama amewaponya Watanzania kutokana na maumivu ambayo waliyapitia kwa kuondokewa na mtangulizi wake. Lakini kumbe tumeshapata rais ambaye amenyoka, anataka nchi iende, anataka uzalishaji uendelee, anataka kodi iendelee kukusanywa, lakini kwa mfumo ambao ni wa haki, ili wafanyabiashara waone fahari kulipa kodi, lakini pia na ile kodi iende ikafanyike katika shughuli za maendeleo. Kwa hiyo mimi kama msaidizi wake kwenye wilaya hii ya Kilolo, nataka nimhakikishie kwamba sintamwangusha, nitahakikisha yale yote anayoyaelekeza
kuyasimamia, kuhakikisha kwamba yanaenda kutekelezeka na yanafanyika na yanaleta tija kwa wananchi ambao amenikabidhi kuwasimamia, lakini vile vile yanaleta tija ndani ya wilaya na ndani ya taifa kwa ujumla. Kwa hiyo Rais alale usingizi kuhusu Kilolo. Mimi nataka nimwambie wananchi wanampenda sana, lakini wananchi wameridhika na utendaji wake, lakini wananchi hata mimi niseme wameridhika. Nataka nikwambie, ukikatisha huko Rwambuyuni, ukikatisha wapi, wafanyabiashara wote wana raha, kwa sababu kwanza matatizo yao tunayatatua kwa wakati, wakulima wote wana amani, kwa sababu miundombinu tunaendelea kuifungua kwa wakati. Hapa mmepita, mmeangalia kuna hospitali yetu ya wilaya ya mfano, kote nchini ni hospitali nzuri, lakini mmepita kule mmekuta barabara inajengwa kiwango cha lami, kilomita zaidi ya 20 zitajengwa kutoka Kilolo kwenda Iringa, lakini kule mbele mkienda kule kuna kilomita zaidi ya 18.3 nukta ngapi zinajengwa kutoka Kidabaga kwenda Boma la Ng'ombe. Ni miundombinu inaendelea kufunguliwa, na maana yake ni nini? Kwamba tunaenda kuwaruhusu wakulima sasa wapate mazingira mazuri, kutoa mazao yao mashambani kupeleka maeneo ya masoko. Kwa hiyo tunaenda kufungua uchumi wa wakulima na tunaenda kufungua uchumi wa wilaya, na hatimaye tutatoa mchango mkubwa serikali kuu kuhusu mapato. Wakala wa mbegu za kilimo ASA. Sasa mbegu bora zinapatikana Tanzania, kilimo madhubuti kwa uchumi wa nchi. Asante Rais wetu, mama yetu Samia Suluhu. Asante Waziri Mkuu Majaliwa. Asante wizara yetu ya kilimo, mmefanya kazi kubwa. Sasa Tanzania upatikanaji wa mbegu bora za kilimo. Mtazamaji wa TBC1, tunafika ukingoni kabisa mwa kipindi cha leo ambacho kimerekodiwa kutoka katika wilaya ya Kilolo katika mkoa wa Iringa. Hapa katika wilaya ya Kilolo kuna shamba linalozalisha mbegu aina mbalimbali la ASA, ikiwemo mbegu ya mahindi, lakini pia hapa kuna mbegu ya ngano na mbegu ya maharagwe. Hii ni moja kati ya mashamba 13 ambayo yanamilikiwa na Wakala wa Mbegu za Kilimo Tanzania, ambayo yanazalisha mbegu mbalimbali, mbegu bora ambazo kwa hakika ukizipata na kuzitumia zinaweza kupatia mavuno stahiki, mavuno ambayo yatainua kipato chako kwa kiasi kikubwa sana. Mtangazaji wako Lugenzi Kabale, mpaka hapo nasema kwa heri. Wakala wa mbegu za kilimo ASA. Sasa mbegu bora zinapatikana Tanzania, kilimo madhubuti kwa uchumi wa nchi. Asante Rais wetu, mama yetu Samia Suluhu. Asante Waziri Mkuu Majaliwa. Asante wizara yetu ya kilimo, mmefanya kazi kubwa. Sasa Tanzania upatikanaji wa mbegu bora za kilimo umeongezeka na kupunguza kiasi cha mbegu kutoka nje ya nchi. Hongera. Uhamasishaji wa ASA umechangia makampuni ya mbegu ya wazawa kuongezeka. Mbegu za kilimo zinauzwa nje ya nchi, hususani mbegu za mboga mboga. Hapa kazi tu. Uwekezaji katika sekta ya mbegu umeongeza upatikanaji wa chakula ndani ya nchi na hata kingine kuuzwa nje ya nchi. Hongera. Matumizi ya mbegu bora yameongeza mchango wa kilimo kwenye pato la taifa. Hapa kazi tu. Tumeona kwa vitendo, tumeshuhudia mbegu bora sasa zinapatikana. Wakala wa mbegu za kilimo ASA. Pongeza serikali. Sasa mbegu bora zinapatikana nchi nzima, kilimo madhubuti kwa uchumi wa nchi. Asante mama yetu Samia Suluhu. Asante Waziri Mkuu Majaliwa. Asante wizara yetu ya kilimo, mmefanya kazi kubwa.